sauti ya upepo Iringa na itala huzuni, Iringa baridi, Gangilonga kumenuna. Neema, roho yako ipumzike. Neema alifikiri sheria itamlinda, lakini akagundua kuwa penye utajiri wa Silas, haki haitafutwi mahakamani, bali inanunuliwa benki. Mimi ni msimulizi wako, Victor Rashid. Leo ninakuletea hadithi ya kusisimua na yenye mafunzo mazito. Hadithi ya mwanamke aliyepambana na kivuli cha utajiri. Karibuni kwenye Kivuli cha Dhahabu, sura ya 4, baridi ya Gangilonga na kimbilio la mwisho. Leo anga la Iringa limejaa mawingu mazito na upepo mkali unavuma kutokea milima ya Lugalo. Neema ameketi kwenye kiti chake kile kile, lakini leo hali yake ni mbaya zaidi. Macho yake yameingia ndani na ngozi yake iliyokuwa nyororo zamani sasa imepoteza nuru. Ameishika chupa yake ya konyagi kwa nguvu, kana kwamba ndiyo kitu pekee kinachomfanya asipeperushwe na upepo. Rafiki yangu, alianza kunisimulia, sauti yake ikiwa imefifia kiasi cha kunilazimu kusogeza kiti changu karibu zaidi. Uliona nilivyoshuka kwenye basi la Abud siku ile nilipowasili Iringa? Nilikuwa nimebeba mabegi mawili tu, lakini ndani ya moyo wangu nilikuwa nimebeba tani elfu za siri na maumivu ya Masaki. Neema aliniambia kuwa wazazi wake walimpokea kwa furaha na machozi, lakini Silas, kwa ujanja wake, alikuwa ameshawapigia simu mapema. Alikuwa amewaambia kuwa Neema amepata matatizo ya akili na kwamba ulevi wake ndio uliosababisha ndoa ivunjike. Wazazi wangu waliniangalia kwa huruma iliyojaa mashaka. Neema alikumbuka kwa uchungu. Siku ya kwanza tu, mama yangu aliniuliza, "Neema mwanangu, mbona umemwacha mume tajiri na watoto wazuri kiasi kile? Silas anasema unakunywa pombe sana, ni kweli?" Swali lile lilimchoma kuliko kisu. Silas alikuwa ameshanunua hata uaminifu wa wazazi wake. Katika wiki za kwanza ofisini kwetu hapa Iringa, Neema alijaribu sana, lakini hakuwa anakula chakula. Alikuwa anaagiza soda ya machungwa na kuimimina konyagi kwa siri chini ya meza. "Nilikuwa nahitaji ganzi," Neema aliniambia huku akipiga funda kubwa. Kila nikiingia ofisini, nakumbuka ripoti nilizokuwa naandika Dar es Salaam nikiwa meneja mkubwa. Hapa Iringa, nimepewa nafasi ya chini. Kila mteja anayekuja na watoto wake, moyo wangu unapasuka. Pombe pekee ndiyo ilikuwa inanishikilia nisizame. Manyanyaso ya Silas hayakuishia Dar es Salaam. Alikuwa anamtumia picha za watoto wakiwa na mwanamke mwingine aliyevaa vito vya dhahabu ambavyo zamani vilikuwa vya Neema. Usiku mmoja niliinuka na kumpigia Silas simu. Neema alisema huku akilia kwa uchungu, "Nilitaka tu kumsikia Elena." Silas alipokea na kunicheka. Alisema, "Sikiliza sauti ya watoto wako, wanaita mama mwingine." Kisha akampa Elena simu. Elena aliniuliza, "Wewe nani?" "Mama anasema wewe ni mwanamke mlevi uliyetutupa." Rafiki yangu, Neema alizimia pale pale sebuleni kwa wazazi wake. Sikutaka kuamka kwenye ulimwengu ambao mwanangu hanitambui. Ulevi wake sasa haukuwa wasiri tena. Baba yake, mzee wa kanisa, alimfokea na kumwambia anawadhalilisha. Kila neno la dharau lilimfanya Neema anywe zaidi. Alihisi kuwa Silas ameshinda vita. Ofisini hali ikawa mbaya. Neema aliendelea. "Nilianza kuchelewa kazini. Meneja alinijia na kuniambia, 'Neema, tunajua unachopitia, lakini ofisi sio baa.' Nilijaribu kumshauri Neema aende rehab, lakini alicheka kwa dharau. 'Rehab itanirudishia watoto wangu? Rehab itafuta kofi la Silas la usiku wa mvua? Rehab itawafanya wazazi wangu waniamini badala ya dhahabu ya mkwewe?' Alikuwa amekata tamaa kabisa. Siku moja, tulipofika kilele cha mlima Gangilonga, alitazama jiji la Iringa na kusema, "Unajua,
Hapa Iringa ni karibu na wazazi wangu, lakini nahisi niko mbali na mimi mwenyewe kuliko wakati wowote. Silas ameniua kwa mbali. Hapa nilipo ni mwili tu unatembea, lakini roho yangu ilishazikwa kule Masaki. Nilimtazama na kwa mara ya kwanza niliona kifo kikimvizia. Afya yake ilikuwa imedhoofika sana, ini lake likianza kushindwa kuhimili sumu ya pombe. Nilijua kuwa huu ulikuwa mwanzo wa mwisho wa rafiki yangu, na hakuna baridi ya Iringa wala upendo wa wazazi ungeweza kuuzima moto uliokuwa unamteketeza. Tumefika tamati kwa leo, lakini safari ya hadithi hizi ndiyo kwanza inaanza. Ili kuwa wa kwanza kupata mwendelezo na simulizi nyingine kali kama hizi, tafadhali bonyeza alama ya subscribe, share simulizi hii na rafiki zako, na tuandikie kwenye comment ni jambo gani limekugusa zaidi leo. Mimi ni msimulizi wako, Victor Rashid. Asante kwa kuwa nami.